Sema nasi kwa neno lako, Bwana, litujenge na tuone kile ambacho, na tupokee kile ambacho umekusudia tujengwe na kuhuishwa tena, katika jina lako Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari ule wa 28 mpaka 31, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulidisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Amen. Neno ambalo tunasikia mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye alikaa kwa watu hawa wa Efeso akihubiri Injili, akiwaeleza habari ya Mungu na kuhimiza matengenezo, kumfuata Mungu. Na Biblia inasema miaka 3 aliwaonya kwa machozi, aliwaonya usiku na mchana. Anasema anapomaliza kazi yake, anapoondoka Efeso, au anapoona kwamba maisha yake yanakaribia ukingoni, anaona kwamba awaambie hawa watu jitihada aliyoifanya kuwatumikia, kuwahubiria, kuwahudumia, kutangaza neno la Mungu. Ni kawaida ya mzazi ambaye amemkuza mtoto wake, ambaye amemsomesha, amefanya vile alivyofanya, asingetamani apotee. Nilikuwa naongea na vijana fulani, nikamwambia vijana wengi wanakaa kwa wazazi au kwa walezi. Unakuta anapoingia kwenye mambo ya mahusiano, mzazi hajui, hata mchungaji wake ambaye ndio mlezi wake hajui. Yeye atakuja kumletea tu taarifa kwamba, yani atakuja kanisani kwa mchungaji kwa sababu anakuja kuandikisha ndoa. Ingekuwa hakuna kuandikisha ndoa, mchungaji angekuta tayari kila mtu yuko na mume wake na mke wake. Na mwingine labda anaenda kuolewa kanisa lingine. Anapoenda kanisa lingine, atakuja siku labda kuchukua barua tu. Ingekuwa hajatumwa barua, basi asingekuja kwa mchungaji, wala asingemwambia mzazi kwamba, yani kuna vitu ambavyo mzazi atatakiwa aende upande wa pili kule, aende kufanya nini, ndio anakuja kuambiwa mwishoni. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuzaa kutakie mabaya. Hata kama kuna magumu anakueleza, yale magumu ndani yake kuna mafundisho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi wathaminiwe, na wale watu ambao wanakupa nafasi ujue kwamba kuna namna wamejitoa kwa ajili yako kufika hapo ulipo. Na Paulo kwa kuthamini hayo anawahimiza hawa, miaka 3 nimewaonya usiku na mchana. Wakati fulani nilikuwa kwenye changamoto moja, niko kwenye changamoto, alafu mtu anakupigia simu, uko kwenye changamoto, lakini kwa sababu umewekwa kuwa kiongozi kwa ajili ya wale watu, changamoto yako inaendelea na watu unawahudumia. Huwezi kusema mimi na changamoto. Ni muhimu sana watu wa Mungu kuthamini watu ambao Mungu anaweka mbele yetu, kuthamini viongozi tunaopewa ndani ya kanisa, ndani ya nchi. Kuna vitu vingi wanavipitia, kuna mishale mingi wanapitia, kuna changamoto nyingi, kuna mambo mengine mpaka uelezwe, wamekaa wameyajadili, wameyafikiri. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kuthamini kwamba wapo watu ambao wamefanya au wanafanya kwa ajili yetu. Na sisi ambao tunabahatika kuwa wazazi na wadada au wakaka, tuwafundishe wale ambao wako chini yetu, wajue kwamba tuna bidii, kuna jambo tunafanya kwa ajili yao. Mahali hapa Mtume Paulo anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Anasema na viongozi, anasema na wazee wa kanisa, anasema na wachungaji, watu ambao watakaa kutunza kundi, anasema na wazazi, anasema na wakina mama ambao watakaa kuchunga watoto wao. Anasema cha kwanza, jitunzeni nafsi zenu. Wajitunze nafsi zao, alafu watunze kundi. Kwa nini?
hilo kundi wamepewa na Roho Mtakatifu, sio la kwao. Kuna nafasi unapewa kama mchungaji, unapewa kama mwinjilisti, unapewa kama mzee wa kanisa, unapewa kama mwalimu, unapewa kama mzazi. Ile nafasi sio tu kama hata uliomba, lakini Roho Mtakatifu alisimamia mpaka ukapata hiyo nafasi, hiyo ofisi, hizo shughuli. Anasema kwa hiyo jitunze nafsi yako, tunza na kundi. Kwa nini? Anasema yeye anapoondoka watakuja mbwa mwitu. Baada ya muda vitakuja vipindi vigumu, tutakutana na changamoto. Wakati Paulo yupo, hizi changamoto labda alikuwa anawasaidia kuwapigania, na watu walikuwa wanamuogopa kwa sababu Paulo ameshiba neno, anajua ili kundi ametoka nalo wapi. Waliooa na kuolewa watajua. Kuna mahali ambapo umetoka na mke wako, mtu ukiona anakatisha lazima akueleze anatokea wapi. Kuna mahali umetoka na mume wako, kuna mahali umetoka na hicho Mungu alichokupa hiyo huduma, alafu mtu anaingia hapo katikati, usingekubali. Kwenye maneno haya Paulo anasisitiza kwamba mazingira ambayo yatakuja wakae macho, wawe makini, watatokeza mbwa mwitu. Lakini jambo kubwa lingine anasema sio tu mbwa mwitu kutokeza, wengine miongoni mwenu. Kwa nini anasema kujitunza nafsi yako? Kwa nini anawaambia hawa viongozi wajitunze nafsi zao anapoondoka? Nafsi ndio inakusudia kufanya maamuzi, watu wa Mungu. Nafsi ndio inafanya au inaonyesha mamlaka na utendaji na ujasiri wa mtu, unategemea nafsi yake imekaaje. Kwa hiyo nafsi ni muhimu sana kuiangalia. Nafsi ndio ikiyumba unapotea, na wale ambao wanakutegemea na wenyewe wanapotea. Wiki iliyopita tuliona Petro ameambiwa kama yeye ndio katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro anapotoka kwenda kuvua na wote wanamfuata. Kwa maana nyingine, Petro nafsi yake ilipofikiri kuvua na wote wakafikiri kuvua. Kwa nafsi ikiyumba, ikipotea, na wale ambao unaongoza, kuna dalili kubwa sana za wao kupotea. Lakini kwa nini anawaambia kutunza nafsi zao? Kazi hii ilimgharimu Paulo, wasiende ovyo ovyo. Kazi ya kusimamia watoto uliopewa, mume uliopewa, mke uliopewa, wazazi uliopewa, kama wewe ni kiongozi, wananchi uliopewa, hawa watu sio wa kwako. Hawa watoto sio wa kwako, ni wa Mungu, na Mungu aliwanunua kwa damu. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 22 anaeleza kwamba aliwanunua kwa gharama, paid a high price, gharama kubwa, sio gharama ndogo. Ni muhimu kufahamu mtoto kabla ya kuwa wa kwako ni wa Mungu aliye hai. Mume au mke kabla kuwa wa kwako, dada yako kabla kuwa wa kwako ni wa Mungu. Paulo anawaambia kwamba nimegharimia, lakini pia anawaeleza kwamba kazi hii hamjajipa nyinyi. Hata ukifikiri kuna mtu alikusaidia, ni Mungu alitaka ukae hiyo nafasi. Kiongozi mzuri ni yule aliyeweza kujiongoza yeye mwenyewe. Jitunzeni nafsi yenu, alafu mtunze wengine, lile kundi. Huwezi kuwa kiongozi mzuri kama hujaanza kujitunza mwenyewe. Hujaanza kujiangalia mwendo wako, staili gani ya maisha, imani yangu imekaaje. Lazima udhibiti mwendo wako. Kuna mahali utakiwi kuwepo kwa sababu wewe ni kiongozi, kwa sababu wewe ni mama, kwa sababu ni dada, kwa sababu una umri ule ulionao, kwa sababu wewe ni Mkristo. Kuna mahali ambapo utakiwi kuwepo. Kuna maisha ambayo kwa nafasi uliyopewa utakiwi kuyafanya tena. Viko vitu ambavyo vinaweza kuharibu nafsi tunaposoma maneno haya. Cha kwanza anasema watakuja watu na mafundisho. Watakuja watu watatokeza miongoni mwenu. Watatokeza miongoni mwenu. Moja wapo jambo ambalo linaweza kuharibu nafsi ni mafundisho ambayo yanakuja kinyume na kile cha Mungu. Na bahati mbaya sana hayo mafundisho unayofikiria unaenda kuyatafuta na yenyewe yanataka kufanana na Mungu, na ya Mungu yamepakwa rangi. Kwa kuna mafundisho ambayo unapoyasikia yanakuharibia nafsi, mwelekeo wako, msimamo wako. Ni muhimu ukaze kukaa kwenye neno la Mungu na maombi. Wewe nafsi yako itajengwa, itaimarishwa. Lakini pia nafsi inaweza kuharibiwa kwa mambo ambayo yanakushambulia. Mtu anakushambulia, anakutukana, anakusemea maneno yasiyo, anakwenda kinyume na unachokisema, unachokiwaza, anakwenda kinyume na unachokiamini. Hapa anasema kutatokea mbwa mwitu. Ina maana mbwa mwitu anakuja kurarua watu wa Mungu tu. Kuna mahali tunapita kama nchi, kama taifa,
kuna watu wanasema maneno ambayo tumaini linaondoka kabisa, mpaka kuna Wakristo wameacha kumwamini Mungu kwamba yupo, wameacha kuomba Mungu, ni hofu toka asubuhi mpaka jioni. Imani yao imeshambuliwa na mbwa mwitu. Haina maana kwamba tunapopita kwenye changamoto, hiyo changamoto haipo, ipo, lakini yuko Mungu anayeweza zaidi ya changamoto. Leo kama vile Mungu ameenda likizo kwa watu wamekata tamaa. Kuna wengine wanaweza kukutana wakati fulani, kukutana na watu wamekutana, walikuwa na masaa kama 3 hivi, nikakaa pale wanazungumza kuomba, alafu anasema Mungu tusaidie katika jina la Yesu Kristo, amen. Wamezungumza habari zao. Sina maana sala fupi haitoshi, lakini hivi ule muda wa kuzungumza, si mungempelekea Mungu, mwambie janga linalotukabili, changamoto tulionayo, mungemwambia Mungu. Hasa matatizo, majanga yametajwa kuliko Mungu anapotajwa. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anapoona watoto wake hawamtaji, fikiri kama wewe ni baba au ni mama, unafika uone mtoto wako akikutaja, akikuthamini, akikuomba chochote, yuko hapo, au mama akikwambia chukua hiki, yani uone nafasi yako. Mungu anatamani asikie kwenye vinywa vyetu tunasema yeye ni Bwana, yeye ni Mungu anatuwezesha, na kwenye kinywa chetu toka asubuhi tumeamka mpaka jioni, yeye awe zaidi. Imani au nafsi inaweza kushambuliwa kwa yale ambayo yanakuja. Mbwa mwitu wako ni yupi? Alafu hapa anasema wengine wanatokeza miongoni mwenu. Wakati natafakari hivi, ninakumbuka hata ndani ya kanisa kuna kanisa, kuna huduma ya Mungu inaendelea, kuna watu wanaunda kikundi, wanafanya mambo ya kwao, wanatafuta utukufu wa kwao. Hawa wanaunda kikundi hiki, hawa wanaunda kikundi hiki. Mtu mmoja akasema hata kwaya saa ingine tunakuwa nazo nyingi, kwa nini saa ingine hata msijiunge na kwaya fulani na kwaya fulani na kwaya fulani? Kuna wakati tunakuwa na vitu. Mtu mmoja alisema tumeanzisha SACCOS, wameendelea, ile SACCOS imeenda vizuri. Ile roho tu ya kutoka miongoni mwao, wakatokeza watu wanasema tufanye cha kwetu huku, naona kile akiende sawa sawa. Makundi. Nenda hata kwenye familia utakuta makundi. Huyu dada wa kazi kaja, kundi lake. Huyu nani jirani, kundi lake. Nyumba moja, hata mwivi. Hiyo ni roho ilitamkwa toka hapa, watatokeza watu wengine miongoni mwenu. Hebu nikuulize mtoto wangu, katika kanisa la Mungu unalikusanyaje kanisa ukiwa na shabaha ya kimungu na ile iliyoko madhabahuni hapa iwe shabaha moja? Lakini pia moja ya vitu vingine vinavyofanya kuharibu nafsi yako, unapokubali uongozi. Ukikubali kuwa kiongozi, kuna mengi utakutana nayo. Wewe kwanza lazima uweze kuyarahisisha, kuyafanikisha, kuyaweka vizuri. Kwa hiyo usipo kuwa mwangalifu kama kiongozi, hizi changamoto unazokutana nazo, kwa sababu wewe ni kiongozi, kuna maneno utasemwa, kuna maneno utabezwa. Wakati unafanya kama kiongozi, kuna vitu utakutana navyo. Kama mama, unapoenda kutafuta mkate, watoto wanatamani jioni tu wakute mkate, kama na siagi wanapaka, au mkate kama na chai ya rangi wanakunywa. Wao wanajua tu watakula, watakunywa. Hasa mpaka uvipate vingine, nafsi yako inashambulika, inaumia. Mungu anataka tuwe na maisha ya kujitoa. Tunaweza tukachoshwa na changamoto mbalimbali na mifumo mbalimbali na mahali tunapoishi, lakini Mungu anataka kama viongozi, sisi tunaomwamini Kristo popote tulipo, wewe unayemwamini Kristo popote ulipo, uamini kwamba kuna ushindi katika Kristo, na changamoto zinazotokea kwa sababu ya majaribu ili kuyumbisha nafsi yako uzishinde. Lakini pia mtazamo wako binafsi. Mtazamo wetu binafsi ni wa muhimu sana tunapoangalia somo hili la kutunza nafsi zetu. Mtazamo wako binafsi ni nini? Hapa Paulo anasema litunzeni lile kundi lote. Yaani hakuna mtu hata mmoja wa kumwacha. Humo kuna matajiri, humo kuna maskini. Humo kuna watu wenye elimu, humo kuna watu hawana elimu. Unapokuwa baba, unapokuwa mama, unapokuwa kaka, unapokuwa Mkristo, unapokuwa mtumishi wa Mungu, Mungu anataka watazame hawa watu katika mazingira yao yote. Na hili ni jambo gumu sana. Ni jambo gumu. Mtu anakuletea 500, mtoto anakuletea 500. Wewe kiongozi unaletewa hiki. Alafu wakati mwingine unaweza kuangalia yule ambaye hajakuletea ukasahau, macho yamefumbika bila kuyafumba. Yaani unamsahau. Yaani kuna watoto wengine
wanajua kabisa mama, kwa sababu kaka yuko da, yeye anamsikiliza huyu mtu kwenye ndoa yake ashikiki. Ukiuliza kwa nini, anasema huyu mume ndio anayetoa mkate, breadwinner wa familia. Kwa hiyo kwa sababu yeye ndio anatoa mkate, wazazi hawezi kumkanya. Yaani mwanamke anatamani kusema asikilizwe, wanaambia mkaelewane bwana, ndoa ya watu wawili bwana. Mwishowe unakuta kajiua. Kwa nini? Kwa sababu huyu baba anakufadhili. Tunza hata huyu mtoto mwingine, huyu binti ni wa kwako. Tunza hata huyu mwanaume mwingine ni wa kwako. Haijalishi wanakupa au hajakupa, simamia kusudi la Mungu. Yesu anatusemesha hapa kwamba yeye ni mchungaji mwema siku hii ya leo. Tunaposema Yesu ni mchungaji mwema, anatufundisha haya Paulo anayosema ni sehemu ya mafundisho ya Yesu, kwamba yeye anautoa uhai, anajitoa katika roho yote na moyo wote kumtumikia Mungu kwa ajili yetu. Yesu Kristo anatufundisha kwamba sisi ametuita na yeye ametuweka, anaondoka anasema kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Changamoto nilizokutana nazo na nyinyi mtakutana nazo. Paulo naye anawahadisia hayo. Ni muhimu sana ili tuweze kuwa wachungaji hawa ambao wanataja Paulo hapa. Tukae na Yesu, tumpe Yesu Kristo moyo wetu, nafsi zetu. Fungua moyo wako, umpe Yesu maisha yako. Haya ndio sema mengine si rahisi kuyafanya hata kidogo. Utajitahidi tu, baada ya muda utakuta umeanguka. Lakini Kristo akiwa ndani yako atakubeba hata kwenye yale ambayo unasema siwezi. Tukiwa kama viongozi, tukiwa wa Kristo, tukiwa watumishi wa Mungu, kuna changamoto nyingi. Hata hizi habari za gonjwa hili linalotembea. Wakati mwingine unasema nitawaambiaje watoto Yesu anaweza? Nitawaambiaje familia yangu Yesu anaweza? Nimesikia huko duniani huko, nimesikia huko ulimwenguni huko kwingine, nimesikia. Nitawaambiaje Yesu anaweza? Mzazi mmoja akaniambia, mchungaji, mtoto wangu ameniuliza, hivi maombi tunaomba Mungu anatujibu? Maana kila siku tunatumiana maombi jioni, tunasema tuombe. Wengine waombe wanasema amina akipata message. Kwenye mazingira yale mtoto anauliza, hivi Mungu anatusikia? Unamwelezaje kwamba Yesu anatusikia? Huwezi kutoa jibu popote lilo sahihi kama Yesu anavyomwambia Petro, isipokuwa Roho Mtakatifu amekufunulia. Na namna ya kufunuliwa na Mungu, mojawapo njia nyepesi ya haraka, kukaa na Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ambaye ni mchungaji mwema atakufanya na wewe uwe mchungaji wa kweli mahali ulipo. Uchungaji ni huduma. Unaweza kuwa hujabarikiwa kama mimi hivi, lakini ndani yako ile roho ya kutunza na kulea Mungu akaiumba kwa upya. Kuna wazazi ambao hawako tayari kuwasikiliza watoto wao, au watoto ambao hawako tayari kusikiliza wadogo zao. Mungu anataka ndani ya familia roho ya kuchunga ianzie ndani ya familia. Ni nani katikati ya familia yuko tayari kusema Mungu natamani kuwa mchungaji kama ulivyo mchungaji mkuu wa kondoo? Mungu yuko tayari kukusaidia. Unaweza kupeleka habari njema watu ambao wanasema tumeshambuliwa na habari ya mbwa mwitu, majanga, hatuna tumaini, ukamwambia Yesu anaweza. Lile neno likiingia ndani yao wakasema, nasikia nimejengwa, nasikia hali ya kukata tamaa imeondoka ndani yangu, najiona mkubwa ndani yangu kwa kuwa Kristo ameumba kitu kipya kwa maneno yako. Tunahitaji wa Kristo waliosimama na Mungu wa kutangaza habari njema. Nikwambia, habari njema zinapozidi, zile habari mbaya zinakosa nguvu. Na uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu, utawala wa Mungu unathibitika mahali. Kama uniamini, wewe fuatilia nchi zingine. Walipopigwa na magonjwa, watu waliingia kuomba maka barabarani. Roho ya maombi katembea. Roho ya maombi ilipotembea, unasikia sasa ile nchi zingine zikaanza kutoka nje sasa. Maisha yanaanza kutokea. Hali ya uoto unaanza kutokeza sasa. Maisha yameanza kwa sababu watu wameingia barabarani, maombi yametembea, anga limejaa maombi. Kuongea hakukusaidii, kunatuharibia. Kuomba kunaleta jawabu. Lakini kwa nini tuombe? Sisi ni mali ya Mungu na kwake tutarudi. Kwa hiyo tunaomba, maana yake tunajishikamanisha na Mungu aliye hai. Azama wewe ni Bwana Mungu wa wote. Wewe
Hebu sema Bwana Yesu, habari mbaya, roho za mauti, hali ya kukata tamaa iondoke kwa Watanzania, kwa viongozi wa Tanzania, kwa kanisa la Tanzania, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye anga hili ulitakase kwa damu yako, uzima wako Mungu kutoka mbinguni utembelee watu walio wadhaifu, iwe ni kwa korona, kwa magonjwa yoyote, uwahuishe Bwana, uwaponye wenye hofu, uondoe hofu kwa Watanzania na mataifa. Bwana, tunaomba roho ya kukuamini ndani yao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hali ya kukata tamaa iachie nchi hii kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unaleta uponyaji kwa Tanzania, kwenye nchi hizi, tunaomba Bwana uponyaji wako kwa jina la Yesu. Nami Bwana, sitaweza kusimama vyema na kutunza kundi uliloniwekea kama kaka na dada, kama baba na mama, sitaweza Bwana, isipokuwa ninakukaribisha ndani ya nafsi yangu na roho yangu, ili Bwana niwe mtoto wako na mtumishi wako, niweze kuyanena utakayonielekeza kwa Roho Mtakatifu. Ninakupa maisha yangu yote Yesu Kristo, unisaidie sasa. Hali ya kukata tamaa iachie nafsi yangu, iachie roho yangu, iachie viongozi kwa jina la Yesu. Endelea kuomba kwa ajili ya nchi, omba kwa ajili ya nchi yetu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaleta taifa la Tanzania mbele za madhabahu yako. Tunaomba utetezi wako Bwana mwenye neema, na watoto wako popote walipo waliokata tamaa, uwahuishe kwa neno lako la uzima. Nguvu zako zitembee kwenye nchi hii, uweza wako utembee kwenye anga, utembee kwenye taifa la Tanzania. Uaminifu wako utuhudumie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana mwenye nguvu, nguvu zako zijengwe Tanzania. Uaminifu wako utembee kwenye anga hili na ardhi hii. Bwana, tunaomba Bwana ututenge na kutuepusha na magonjwa haya na majanga haya. Tunaombea Bwana viongozi wetu wa nchi na wizara ya afya na wote walio mstari wa mbele na watu wote wa afya Bwana, wanaosimamia mambo haya, kusimamia uponyaji, kusimamia matibabu na kusimamia maelekezo yoyote yanayotolewa. Wape maarifa mapya, namna ya kusimama, namna ya kutembea kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya taifa na watu wote ambao kazi zao zinahusu kuhudumia jamii. Bwana mwenye neema, tunajua saa nyingine wanaenda na mashaka. Damu ya Yesu Kristo ikisimama kwenye nchi, ikisimama kwenye taifa, tukuone Bwana, wewe usiyeshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo, usikie kutoka mbinguni roho ya maombi kwenye anga la Tanzania, kwenye nchi ya Tanzania. Tembee ndani yetu, tuendelee kuomba Bwana, tukuamini wewe, tukukiri wewe Bwana. Sisi ni mali yako na mikononi mwako tunajikabidhi Bwana. Ututunze Yesu, utunze taifa lako, utunze kanisa lako, utunze watu wako, uwaimarishe Bwana, uwape matamko kutoka kwako, uwape maelekezo kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya uponyaji, ulinzi wako Bwana, tunaomba kwa rehema utuzuilie maambukizi mapya kwa jina la Yesu. Uondoe maambukizi mapya kwa jina la Yesu. Na wengine ambao wanapokwenda mahospitalini Bwana, wengine wanapata hofu wasiende hospitalini, wanakata tamaa wasiende hospitalini, kumbe Mungu ni ugonjwa wa kawaida. Tunaomba uponyaji wako. Wale wanaoumwa wanashindwa kwenda hospitalini Bwana mwenye neema, tunaomba Bwana neno lako liwahuishe na uaminifu wako kutoka mbinguni ukae na watoto wako katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Pokea sifa na utukufu Mfalme. Tunajikabidhi sisi na familia zetu mikononi mwako. Ujithibitishe Bwana kwenye Tanzania, kwenye nchi hii, ujithibitishe kwenye familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Roho ya maombi, roho ya Kristo itembee kwenye nchi yetu katika Kristo Yesu. Amen.